Nchi yetu inaongozwa kwa taratibu na kwa mujibu wa sheria. Kuna vyombo vya sheria wanaotuhumiwa kuvunja sheria na sio kuuawa, extrajudicial killings, kwamba ukituhumiwa unakufa, ukikamatwa unaandamana upigwe risasi, mambo ambayo yanapaswa kukemewa. Kanuni ya adhabu kifungu cha 77 kinataja mtu anayetuhumiwa kushiriki mkusanyiko usio halali au ghasia anatenda kosa na adhabu yake akikutwa ni hatia ya kifungo cha mwaka mmoja. Kwa nini kama walikuwa hawana kibali wasikamatwe, kupelekwa mahakamani, kushtakiwa ili sheria ipate mkondo wake? Mwenyekiti wa UVCCI kawaida anaongea kana kwamba anahalalisha mauaji ya vijana na Watanzania kwa sababu ya uharibifu wa vitu na mali. Kama vitu vimeharibika, vitu vimeharibiwa, mali zimeharibiwa. Kwa hiyo mtu akiharibu vitu, mali zikiharibiwa, huyo mtu anatakiwa auawe, apigwe risasi, afe. Nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Kanuni ya adhabu kifungu cha 82 kinatoa taratibu kwa mtuhumiwa yeyote anayekusanyika na kuharibu vitu akikutwa na hatia, adhabu yake ni kifungo cha miaka 7. Kwa nini hakuwapeleka kwenye vyombo vya sheria, badala yake kuishia kuwaua kwa risasi? Ndugu waandishi wa habari, kuna hoja inazungumzwa, hoja ya kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vilifyatua risasi za moto kwa lengo la kujilinda, kwa lengo la kulinda mali za umma, kwa lengo la kulinda vitu na watu wengine, ili kutuliza ghasia na kurejesha amani. Hii ni hoja potofu isiyo na msingi wowote wa kisheria, isiyo na utu na isiyo na ubinadamu. Ndugu waandishi, kanuni ya adhabu kifungu cha 18B B kubwa kifungu kidogo cha kwanza imeelezea utaratibu wa nguvu za kiasi, reasonable force, kutumika katika kuimarisha ulinzi hasa dhidi ya wananchi wasiokuwa na silaha. Kilichofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 ni uhalifu kwa mujibu wa kanuni ya adhabu kifungu cha 18B kifungu cha pili, sababu vyombo vya ulinzi na usalama vilitumia nguvu kupita kiasi, yani excessive force au reasonable force, bila sababu yoyote, kutumia risasi za moto, kuua watu na kujeruhi watu barabarani na majumbani na makazini, kwa mujibu wa sheria ya Jeshi la Polisi na huduma saidizi, Police Force and Auxiliary Service Act kepu sura 322, na kanuni za mwongozo wa Jeshi la Polisi PGO, imeagiza na kuelekeza vyombo vya ulinzi na usalama katika kudhibiti maandamano au ghasia ya wananchi wasiokuwa na silaha, yani unarmed civilians, kutumia nguvu kiasi, reasonable force, kama mabomu ya vishindo, mabomu ya machozi tear gas, maji ya kuasha water cannon, risasi za plastiki ambazo haziui na hazina hatari. Na ikiwa waandamanaji watashindwa kutawanyika baada ya hatua hizi, sheria imewaruhusu kupiga risasi ya moto juu, sio kurenga watu. Kilichofanyika tarehe 29 ni uhalifu, ni mauaji. Ndugu wanahabari, kwa haya yote yaliyotokea, tunasikitika, tunalaani na tunataka hatua stahiki zichukuliwe.